Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuhu. Naam, ndugu zangu, kama ilivyo ada na kawaida, leo ni siku nyingine tena tunaendelea katika darsa zetu, na hasa katika fani za aina mbalimbali. Na leo tunaendelea katika fani ya mantiq, na kitabu tunachosoma ni kitabu kinachoitwa Al-Mantiqu wa Manahijul Bahthi. Na leo tunaendelea katika darsa letu pale tulipoishia katika darsa lililopita, na leo tutakwenda kutazama at-tasdiq, kwa maana ilmu at-tasdiq. Tuliona katika darsa lililopita ilmu zimegawanywa katika sehemu ngapi? Sehemu ya kwanza at-tasawwuru, yani ilmu ambayo inachora picha, na nyingine at-tasdiq ni ilmu ambayo ya kuamini kitu katika hali ya aina moja au nyingine. Tunakwenda sawa? Lakini taarifu ya tasdiqu ni nini? Definition ya at-tasdiqu ni nini? Wanasema at-tasdiqu huwa al-hukmu wal-i'tiqadu bi shay. Tasdiq maana yake nini? Ni ile hukumu we mzee, na tena hukumu ambayo wal-i'tiqadu bi shay, na kukiamini kitu. Mfano nikisema al-baitu wasi'un, nyumba ni pana. Hii albaitu inaitwa almusnadu ilaihi, sawa. Wasi'un inaitwa almusnadu. Sasa kinachopatikana baina ya albaitu na wasi'u, katikati hapa kuna kitu kinapatikana, hicho ndio kinaitwa nini? Hukumu. Na ndio nini? At-tasdiqu, kwa mujibu wa watu wa fani ya nini? Ya mantiki. Tunakwenda sawa? Nyumba ni pana, kwa hiyo ule upana na hukumu inapelekwa katika nyumba, ndio tunapata kitu kinachoitwa hukumu, ambayo ndio nini? At-tasdiqu. Tunakwenda sawa? Mzee kachelewa, sawa? Anasema wal-i'tiqadu bi-shay, na kukiitikadi au kukiamini kitu katika hali za namna hiyo. Tunakwenda sawa? Idahu ta'rif, tunaweka wazi, kwa maana kueleza kwa mapana au kwa marefu nini hiyo taarif au hiyo definition ya at-tasdiq ni nini? Tunasema idha kumta bi muhawalati al-barhana, ikiwa kama wewe utasimamia katika kuleta hoja, unaleta hoja fulani, sawa, ala maqadiri al-masafat baina Baghdad wa marakizi al-ulwiya, yani kwa makadirio ya nini? Ya masafa yenyewe baina ya mji wa Baghdadi na baina ya miji mingine. Ukawa sasa kuna hoja ambayo inakuja baina ya mji wa Baghdadi na baina ya miji mingine. Mithalu na sabiqi, kama jinsi ambavyo katika mfano wetu uliotangulia. Tumeelewana vizuri? Tumesema ukianza kuhesabu katika mji wa Baghdadi na miji mingine utapata picha nyingi sana katika ilmu tasawuri kule, sawa? Hapa sasa ikiwa kama utaleta hoja ambayo inayoelezea masafa, lakini masafa yenyewe baina ya mji wa Baghdadi na miji mingine, kama katika mifano yetu iliyopita, wantahaita baada iqamati alburhan ila sihhati ma tasawwartahu, lakini kadhalika na ukaishia baada iqamati alburhani, baada ya kusimamisha ile hoja sasa ukaishia ila sihhat ma sawwartahu, kukubali, yani kukubali kuamini kile ambacho ulichokichora katika nini? Picha ya ubongo wako, anil maqadiri, kutokana na masafa hayo, makadirio hayo, wafqa taalimati jadwalil maqais, lakini sio kwa makusudio tu ya kwako wewe, kwa makubaliano ya mafundisho yanayotokana na jedwali linaloonyesha umbali na masafa. Manake ilmu nyingine hiyo mzee, ukajua kwamba hapa na Morogoro ni kilomita kadhaa kwa uhakika kabisa, kwa vipimo vya jedwalul maqais, ukawa una uhakika wa namna hiyo, sawa? Wa amanta biha, na ukaamini yale masafa kwamba Baghdadi mpaka mahala fulani, Dar es Salaam mpaka Morogoro masafa yake ni kilomita fulani, ukaamini hivyo. Wa taqadita, na ukaitakidi hivyo, sawa?
inna i'tiqadaka biha watasdiqu, kule kuamini kwako katika hayo unayoamini kwa utaratibu huo ndiko kunaitwa atasdiqu, kuswadiki, kukubali. Sasa katika hali za namna hiyo tunakwenda sawa? Kuna ilmu tasawur wa ilmu atasdiqi. Tunakwenda sawa? Semeni la ilaha illa Allah. La ilaha illa Allah. Unaona sasa hii ilmu inavyopanua akili. Lazima ukisoma ilmu hii akili yako inakuwa kubwa, unakuwa na uwezo wa kuona vitu kwa umbali mrefu. Tunaelewana vizuri? Mmoja ndo ana maneno anasema, innal atfala, hakika ya watoto, la yarauna, hawana uwezo wa kuona ma yara alkibaru, yale ambayo wanaweza kuona watu wakubwa. Wa in kanat, hata kama watakuwa hawa watoto ala qimamil jabal, wako juu kabisa ya kilele cha mlima, hawaoni mbali kama jinsi ambavyo wanavyoona watu wazima. Yani mtu mkubwa unaweza ukawa uko hapa lakini unaona mbali sana. Mtoto mdogo hata akipanda katika qimamil jabal, kule katika kilele cha mlima wa Kilimanjaro, bado hawezi kuona mbali. Unaelewa vizuri? Kuona mbali sio hivi mzee, ni kutafakari. Tafakuri yako ikoje? Tafakari ya mtoto ikoje? Na tafakuri yako we mtu mzima ipoje? Tunakwenda sawa? Kwa hiyo ukisoma ilmu hii inakutofautisha baina ya tafakuri yako na tafakuri ya mtu asiyokuwa na ilmu hii. Ukiwa ilmu hii unayo, tafakuri yako inakuwa kubwa. Ukiwa ilmu ya mantiki huna, tafakuri yako inakuwa ndogo. Kwa hiyo wakati mwingine tusiwalaumu wale ambao wanatupigia makelele kwa sababu tutafakuri zao ni ndogo kwa kukosa ilmu hizi. Semeni la ilaha illa Allah. La ilaha illa Allah. Kwa hiyo ile itikadi yako ya kutakiri makais, vile vipimo au masafa, hiyo ndio inaitwa nini? At-tasdiqa. Wa idha qila laka, we mzee, utapoambiwa mathalan, mfano ukaambiwa hivi, inna fi safi 50 taliban, darasani kuna wanafunzi 50. Ukaambiwa, kuna mtu akwambia bana, darasani kuna wanafunzi wangapi? 50. Wa qumta binafsika biaddihim, na wewe ukaanza kuhesabu mmoja mmoja, 1 2 3 4 5, ukaanza kuwahesabu wale wanafunzi walikuwa wapi darasani. Wa raaitahum 50, alafu ile idadi ulioambiwa wako 50 kweli, na wewe ukawaona wako wangapi? 50. Kama qila laka, kama ulivyoambiwa pale mwanzo. Wa'taqadta bidhalika, na ukaitakidi kwamba ni kweli wapo wangapi? 50. Inna i'tiqadaka, kule kuamini kwako kwamba wapo 50, huwa tasdiqu, ndio inaitwa ilmu at-tasdiq. Tunakwenda sawa? Sasa unaanza kuelewa yani mtu akwambia wana darasani kuna wanafunzi 50, ukaanza kuhesabu 1 2 3 mpaka wakafika 50. Basi kule kufika 50 maana yake kuna kitu kinajenga katika nafsi yako kwamba ni kweli. Hili neno ni kweli, huwa tasdiqu, ndio ilmu inaitwa ilmu at-tasdiqa. Tusemeni la ilaha illa Allah. La ilaha illa Allah. Al-khulasa, sawa? Summarize, tunasema inna tasdiqa, hakika ilmu tasdiq yusawi al-i'tiqad wal jazm, ni sawa sawa na useme kuamini na kukubali. Ilmu tasdiq ni sawa na useme ilmu ya kuamini na kukubali. Tunaelewana vizuri? Majalu tasdiq, njia sasa za hiyo tasdiq yenyewe inapita katika njia ngapi ili upate kufahamu katika ilmu hizi. Hiyo ndio mantiki wa mzee. Sawa? Litasdiqi majalun wahidun faqat. Ilmu tasdiqi njia yake ni moja tu. Ndio neno likaja faqat, maana yake tu. Ilmu tasdiqi ina njia, majali yake ni moja. Njia yake ni faqat. Huwa nisbatu fil jumlati al-khabariya, nayo ni kunasibisha katika sentesi ya habari. Lazima kwanza hiyo sentesi iwe ni habari. Unajua kuna khabari na insha, watu wa balagha wanaelewa. Tukisema al-khabar nasema ma yajuzu liqailihi, ni ile ambayo inajuzu kwa msemaji wake, ambaye anaweza akasema ni kweli au ni uongo. Hiyo ndio inaitwa khabar. Sawa? Habari ni ile ambayo ikisemwa msemi anaweza akasema ni kweli au uongo. Kwa mfano, naweza nikasema Bashiru ameenda sokoni. Hii ni habari ambayo inawezekana ikawa ni kweli
na inawezekana isiwe kweli. Naweza kusema hapana au ndio, tunaelewana vizuri. Lakini insha ni ile ambayo huwezi kusema ni kweli au si kweli. Kwa mfano mtu aseme nitaenda sokoni kesho. Wewe unawezaje kusema ni kweli au si kweli wakati hiyo kesho haijafika na huyo mtu bado unawezaje kusema ni kweli au si kweli? Nitakwenda. Huwezi kusema ni kweli au si kweli, kwa sababu ni tukio ambalo bado halijafika. Sawa? Au kamwambia mtu idhhab, nenda. Ili neno la kuamrisha bado huwezi kusema ni kweli au si kweli, kwa sababu kitendo cha kuamrisha ni kitendo ambacho yutlabu biha husuli shay'in ba'da takallum, kinahitaji lianze tendo baada ya kusema. Simama ndio mtu afanye nini. Kwa hiyo huwezi kusema ni kweli au si kweli, huwezi kusema maneno namna hiyo. Lakini ikija katika habari unaweza kusema ni kweli au ukasema hapa si kweli. Sawa? Haya ndio tunasema litasdiqi majalun wahidun faqat huwa nisbatu fil jumlati alkhabariyah, nako ni kunasibisha katika sentensi ambayo asili ya sentensi hiyo ukiitazama ni habari. Tunaenda vizuri eh? Wa maanahu, na maana yake at-tasdiqu, maana ya tasdiqu ni i'tiqadu, ni kuitakidi, kuzingatia, kuamini, kwa imani ambayo yataalaku bil hukmi, inayoambatana na nini? Na hukumu. Yani unaamini kitu ambacho kinachoambatana na nini? Na hukumu. Baina shay'ain, baina vitu vingapi? Fa mathalan, mfano kusema hinama naqul, wakati tunaposema hivi almunakhu harun, maana yake hali ya hewa ni ya joto. Unanielewa vizuri? Naam. Almunakhu harun, kwa maana hali ya hewa ni ya joto. Unanielewa vizuri hapo? Wa nisbatu baina almusnadi ilayhi walmusnadi, sawa, wa hiya alhukmu, sawa, na kilichonasibisha, kilichounganisha baina ya almusnadi ilayhi, baina ya yule aliyochegemezewa, sawa. La, hapo nimeruka, ni hapa ilikuwa. Fa mathalan, mfano hinama naqulu, pale tunaposema almunakhu harun, kwa maana hali ya hewa ni ya joto, najid amama na jumlatan khabariyatan muallafatan min almusnad ilayhi wa huwa almunakhu wa musnad wa huwa harun. Tunakwenda sawa? Tukisema yani hali ya hewa ni ya joto, najid amamana, tutakuta mbele yetu katika hayo maneno jumlatan khabaria, ni sentesi ya habari, inahabarisha hewa au hali ya hewa ni ya joto. Maana yake ni sentesi inayohabarisha, muallafatan, iliyoshikamana hiyo sentesi, minal musnadi ilaihi, kutokana na huyo anaitwa musnadu ilaihi. Musnadu ilaihi ni nini? Ni ile hali ya hewa, hali ya hewa ndio musnadun ilaihi. Wa huwa almunakhu, nayo ni hali ya hewa. Lakini wa musnadi, na imeambatana na musnadi aliyochegemezewa kwake, ambayo ni nani? Ni harun, ni hilo joto lenyewe, sawa. Wa nisbatu baina almusnadi ilaihi walmusnadi hiya alhukmu, na kinachounganisha baina ya yule musnadu ilaihi na baina ya huyu musnadi ni nini? Ni hukumu. Sasa ambayo hukumu ndio inaitwa nini? At-tasdiqu. Tunakwenda sawa? Ndio inasadikisha sema hali ya hewa ni ya joto. Kwa hiyo hali ya hewa, na ukichukua ni ya joto, hukumu yake ni nini? Tunakuwa tushapata mazingira ya hiyo hali ya hewa namna ilivyo. Haitu ambayo tumepata mazingira ya hali ya hewa namna ilivyo, hii ndio inaitwa nini? Hukumu ya hali ya hewa iliyopo hivi sasa. Tunaelewana vizuri? Wa huwa musnadu ilayhi, sawa. Hiya alhukmu ala almunakhi, ambayo ni hukumu ya nini? Ya hali ya hewa. Bi annahu harun, kwa maana ya kwamba hiyo hali ya hewa ni yenye joto. Tunaelewana vizuri? Wa inna i'tiqadana bi sihhati hadha alhukm, hakika kule kuamini kwetu kuwepo kwa hukumu hii ya joto nini, au adami sihhatihi, au kukosekana kuwepo kwa hilo joto. Kile tunachoamini kwamba joto lipo, au tukaamini joto
hakuna. Hiki kitu ambacho tunachoamini kuwepo kwake au kukosekana kwake huwa tasdiq. We mzee, hiyo ndio inaitwa nini? At-tasdiq. Sasa hizi fani shekhe za kufungua akili, za kutaka mtu kuwa na akili kubwa, jamaa zetu hawasomi, wanasema ni haramu. Kwa nini wanasema ni haramu? Kwa sababu zinafungua ubongo, na mtu akiwa na fani hizi hawezi kukaa katika matango pori. Anaelewa vizuri? Ndio matokeo yake mtu anakuwa na akili ndogo, za kuku zina afadhali. Sasa ukija wewe mwenye akili kubwa, unataka kumuonyesha kwamba bana wewe akili yako ndogo, anakuona wewe ndo huna akili. Kwani hata kuku anakuona hivyo hivyo mzee. Msome maisha ya kuku. Kuku akikutazama anaona kidude kidogo hivi, anaweza kuchezea anavyotaka. Ndio maana anaweza akaja hapo akapita kwenye miguu yako kwa sababu kakuona kama kidude kidogo hivi. Kumbe sivyo jinsi ilivyo. Tunakwenda sawa? Kwa hiyo hii ndio jambo. Idhan kwa hali hiyo, fa mawridu tasdiqi nisbatu fil jumlati al-khabariyya inda al-hukmi biwujudi shay'in au adamihi. Kwa hali hiyo tunasema fa mawridu tasdiqi. Sawa? Basi ile mawrid kwa maana matukio ya ilmu inayoitwa at-tasdiqi huwa nisbatu, ni kunasibisha yani kunasibisha fil jumlati al-khabariyya, katika sentensi ya habari, inda al-hukmi, ni kunasibisha katika nini? Wakati wa hukumu. Sawa? Biwujudi shay'in, tena hukumu yenyewe iwe ya kupatikana kwa kitu au adamihi, au kukosekana kwa kitu. Panapokuja kitu kinachoitwa at-tasdiq, kuamini, basi hapo sasa ndio tunapata nini? Al-ilmu at-tasdiqi, tunapata ilmu ya tasdiq kwa mujibu wa watu wa fani ya mantiki biidhnillah. Sasa tutakuja kuzigawanya saizi ilmu, tukaona ilmu tasawur, njia zake, migawanyo yake, alafu tutakuja katika ilmu tasdiqi, migawanyo yake na njia zake. Wallahi mtaona raha sana, na hapo nitakuwa naweka mifano ya Qur'ani, kwa maana aya za Qur'ani, na nitakuwa naweka mifano ya hadithi za Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na baadhi ya maneno ya masahaba, na hata maneno ya baadhi ya wanawavioni tutakuwa tukiaweka hapa kama mifano. Alafu mtaangalia namna tunavyoelewa sisi ambao tunasoma fani hizi, na namna ambavyo wanavyoelewa wale ambao fani hizi hawana. Alafu mtaona kama kweli kuna haja ya kuwa na makelele. Utabaini kabisa kwamba kuna haja ya kuwa na makelele, kwa sababu nyinyi mnafafanua vitu kwa akili kubwa, lakini watu wanakuja wanafafanua vitu kwa akili mgando, mnakosa kupigana makelele. Kuna somo moja si tulisoma inaitwa tanazu'ul baqa, yani ugomvi uliobakia duniani. Idha nadhara nadhratal hakimi, anapotazama mtu mtazamo wenye hikma, baina kulli nabtataini, akiangalia katika kila mimea miwili ataona kuna vita inapambana. Sawa? Na ukiangalia baina ya kila mbuzi wawili fil madhwidin, wakiwa katika malisho yao, utaona kuna mapambano. Lakini ukienda katika zizi la ngamia utaona kuna mapambano. Lakini angalia ulama wa juhala, wanawavioni na wajinga, ni vita. Lakini angalia suqatan wa ayanan, dhahiri na kwa kujificha, ni vita juu ya vita. Yani kuna watu wengine wanapigana hadharani, wengine wanapigana kimya kimya. Sawa? Wengine wajinga na wenye elimu. Yani kama siku hizi ndio kumekuwa na hatari sana. Siku hizi wajinga ndio wanataka kutoa fatawa katika dini. Ukiingia humo mitandaoni, kuna mtu mmoja ukimwangalia tu hivi, mvuta bangi, si mvuta bangi, kwa sababu siwezi kumuita mvuta bangi kwa sababu sijaona akipuliza, ila sura yake, mandhari yake, jinsi alivyo, unaweza ukapata namna kusema huyu inawezekana ana likwega. Lakini ndio mtoa fatawa na anakosoa mashehe kwamba jamani, ndugu zangu, ana sauti yake fulani, ndugu zangu, asalamu alaykum ndugu zangu, anasemaga hivyo hivyo, asalamu alaykum ndugu zangu. Nataka leo tukamuone huyu shekhe, hebu msikilizeni. Alafu anawekwa pale shekhe aliokaa darasani kwa miaka mingi kusoma, alafu eti anakuja kukosolewa na mvuta bangi huyu mmoja. Sawa? Eti mvuta bangi kajua dini vizuri zaidi kuliko shekhe aliokaa darasani.
Jamani, tumefika kugumu kweli, na watu wanaamini. Na ukiangalia pale comment za watu wanavyomuelewa yule bwana kwamba anaeleweka sana kuwa yeye anajua sana dini na yuko sahihi sana kuliko mtu alosoma dini miaka yote. Mbona tumefika kugumu sana? Wallahi vituko. Sasa utaona kuna tanazul baqa, huo ndio ugomvi uliobakia. Juhalaan wa ulama, wajinga na watu yani wenye ilmu, wasomi. Ni mapambano juu ya mapambano. Lakini utaona baina mukhtalifi al-ara, utaona baina ya watu waliotofautiana rai, mitazamo, ni vita vile vile. Yani mimi nikiwa na mtazamo huu, wewe una mtazamo mwingine, tunalipuana. Wewe unalipua na mimi nakulipua. Ndio ugomvi, tanazul baqa. Ukisoma katika Qira'atul Rashida juzuu ya 4 utakuta hilo somo. Lakini utakuta baina ya wanafalsafa nao wanapulizana. Mwanafalsafa huyu anampuliza mwanafalsafa yule. Kila mmoja anatoa nadharia zake. Hizo sio za kweli, za kweli ni za kwangu mimi. Basi ili mradi vurugu mtindo mmoja. Lakini baina mukhtalafil adyan, hata ukitazama watu wa dini tofauti, huyu Muislamu, huyu Mkristo, ni kupulizana tu. Huyu anapuliza, huyu anapuliza. Ndio tanazul baqa. Basi anasema utaona alharbu ala alharbi ala alharbi ala alharbi ala alharbi, ni vita juu ya vita juu ya vita juu ya vita juu ya vita. Hata ukiona ndege wawili wamekaa katika kinni, kwa maana katika kiota chao, ngumi pia zinapigwa pale. Basi ili mradi hakuna palipo salama. Tunaelewana vizuri. Hata kuku, wewe wale kuku wako nafuga, unaonaje pale ikifika asubuhi wanafanyaje? Kila mmoja anataka atawale pale. Zinaanza ngumi pale. Basi hiyo ni hatari sana. Kwa hiyo hizi ni matokeo ya watu kuwa na fani hizi hawana, alafu wanataka wapambane na watu ambao fani hizi wanazo. Matokeo yake inabidi tukae kimya baadhi ya nyakati. Tazame tu sema kumbe hao ndo wajinga wa kiasi hicho, inabidi wapotezee, wasipotezee muda, uendelee na shughuli zako zingine, angalia mambo yako ya kufanya. Na mwisho kabisa niseme ya Rabbi, na kuomba warehemu wazazi wetu pamoja na mashekhi zetu. Ya Allah, tunayoyafanya ikiwa tunapata thawabu, ya Rabbi tunakuomba thawabu zetu apeleke wazazi wetu pamoja na mashekhi zetu, kwa kuwa wao ndio chachu ya sisi kuyajua haya, kwa hurma na utukufu wako ya Allah ya Rabbal alamin. Inshallah darasa letu lijalo tutaanza hapa katika mauridu tasawuri, alafu tutakuja katika taksimu tasawuri wa tasdiq, migawanyo sasa ya ilmu at-tasawur na ilmu ya at-tasdiq, migawanyo yake ipoje, taratibu zake zikoje. Kuna raha ya hali ya juu hapa biidhnillahi alkarim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Umekujia mkono wa Idi, yani mkono wa furaha. Ndoa imetawala furaha, uregevu umekwisha kikomo, ukakamavu uchukue nafasi yake. Mimi sipendi uzembe na ulegevu tena, napenda ukakamavu na uimara zaidi. Ili kujipatia mkono wa Idi, tupigie katika nambari zifuatazo: 0748869733 na 0659869734. Kumbuka, mkono wa Idi ndio habari ya mjini. Unasubiri nini? Mkono wa Idi ndio habari ya mjini.